Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Mahali popote ulipo unapotutizama na unapotusikiliza. Na leo tunaendelea na somo letu la kufasiri ndoto kibiblia. Na kabla ya mambo yote, ningehitaji sasa tuombe kwa ajili ya kipindi cha leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu mahali popote alipo. Tunaamini kupitia kipindi cha leo Mungu utakwenda kumfungua, utakwenda kusema naye, utakwenda kumfariji na utakwenda kumtia nguvu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu Mungu aguse ufahamu wake, aweze kuelewa kila tunachokifundisha. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Tunaendelea na mwongozo wetu wa kufasiri ndoto kwa tafsiri ya kibiblia. Na leo tunafasiri ndoto ya twiga. Twiga na maashiria nini katika ndoto? Ukimwona twiga anaashiria shirika fulani au taifa fulani. Kwa mfano, twiga ni nembo ya nchi ya Tanzania, lakini pia anaashiria shirika la umeme Tanzania. Kwa hiyo wanyama wote wamebeba utambulisho katika mataifa mbalimbali na utambulisho katika makabila mbalimbali. Ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ile ya 5 mstari ule wa 5, utaona anasema mmoja wale wazee akasema kwamba usilie, tazama mmoja mfano wa simba wa kabila la Yuda. Simba wa kabila la Yuda ni mnyama, lakini alikuwa anamaanisha Yesu. Kuna wakati Yesu anamaanishwa kama simba wa kabila la Yuda. Kwa hiyo wanyama wamebeba utambulisho. Kwa hiyo utambulisho wa taifa la Israeli ni simba. Utambulisho wa taifa la Tanzania ni twiga. Wanatumia nembo ya twiga. Kwa hiyo kama ukiona twiga amekufa, ujue nchi inaenda kufa. Ukiona twiga anakimbizwa, ujue nchi yenu iko katika inawindwa na maadui. Ukiona twiga anazama kwenye bahari, ujue nchi yenu inazama mahali pagumu sana. Kwa hiyo hao wanyama wamebeba utambulisho. Lakini kwa nini tunafasiri? Ni ili uweze kuelewa wanyama wanatafsiri katika ulimwengu wa roho na wana maana katika ulimwengu wa roho. Kila nchi ina mnyama wake na ina alama inatumia ya mnyama fulani. Kwa mfano, Marekani wanatumia tai kwa sababu ni nchi ambayo iko juu kiteknolojia sana. Kwa hiyo Mungu akitaka kukusemesha kwa kuhusu taifa hilo, atatumia huyo ndege. Akitaka kukusemesha kuhusu nchi ya Tanzania, atatumia twiga. Akitaka kukusemesha kuhusu nchi ya Israeli, atamtumia sasa yule simba wa kabila la Yuda. Lakini fasiri nyingine ambayo tunataka tufasiri pia ndoto ya kuona kinyonga. Kinyonga anaashiria nini sasa katika ulimwengu wa roho? Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza wanaona kinyonga. Kinyonga ni ile hali ya kubadilika. Kama umeokoka, ulimwengu wa roho unatakupatia taarifa kwamba simama katika msimamo, usibadilike. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 16 inasema ni heri uwe moto, ni heri uwe baridi kabisa kuliko uwe vuguvugu. Sasa kinyonga ana tabia ya kujibadilisha rangi. Kwa hiyo kama ni mtu aliyeokoka anaona kinyonga kwenye ulimwengu wa roho, ni kitu kibaya sana. Ni tafsiri mbaya kwamba anakuwa na rangi mbili. Yaani kuna wakati anafanana na duniani, kuna wakati anafanana na kwa Mungu kidogo. Kwa hiyo Mungu hapendezwi na hali hiyo. Ni kama hali ya uvuguvugu katika ulimwengu wa roho. Lakini kinyonga ni roho ya kwenda polepole. Ukiona kinyonga pia anaashiria pia roho ya kwenda polepole. Anaenda polepole sana. Kwa hiyo hatua zako zimekamatwa. Ukiota hizo ndoto hizo za kuona vinyonga, ni hatua zako zimekamatwa, lakini ni hali ya kubadilika na kukosa msimamo. Ni kumomba Mungu aondoe kitu hicho. Lakini njozi nyingine ambayo tunataka kufasiri ni njozi ya kuota unakula chakula kwenye ulimwengu wa roho. Chakula kwenye ulimwengu wa roho ni ishara ya kwamba kuna maagano unalishwa. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura 25, utaona wale watu walikuwa wanaalikwa wanakula chakula, wakawa wanajiungamanisha na miungu ya kule Shitimu. Ukisoma Hesabu 25:1-5 utaona walikuwa wanaalikwa kwenye chakula, lakini chakula chochote unachokula kwenye ulimwengu wa ndoto
hicho chakula kimebebeshwa maagano. Kwa kuna maagano yanaingizwa ndani yako kwa njia ya chakula. Hasa ukiota unakula na watu ambao walishakufa ni mbaya zaidi, kwa sababu kuna maagano ya kimizimu yanaingia kwako. Ukiota unakula na watu ambao huwaoni usoni, manake kuna vitu vinaingizwa kwako kwa siri ambavyo vimebeba uharibifu. Chakula kimebeba uharibifu na kimebeba uzima. Maana chakula cha Bwana kinaitwa ni chakula ambacho kimebeba uzima wa ulimwengu. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 6 kuanzia mstari ule wa 43 mpaka mstari ule wa 48, anasema yeye ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila atakuwa na uzima. Kama chakula cha Bwana kimebeba uzima, basi chakula cha adui kimebeba mauti. Kwa kuna vyakula ukila vinaweza vikaleta mauti kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapoona ndoto yoyote ya kula chakula, haraka sana ingia kwenye maombi, kwa sababu sio kitu kizuri. Na kuna wengine unakuta wanakuwa kama wanasinzia, alafu wanaona hizo kama wanapewa kitu wanameza. Ni hatari sana, ni kwamba unatumikishwa. Kuna vyakula vya kimaagano vinaingia ndani yako. Ukiamka anza na toba, baada ya hapo fanya maombi ya kuvunja kabisa hilo agano liloingia ndani yako kwa njia ya chakula. Baada ya hapo jifunike na damu ya Yesu na ufunge huo mlango. Na ukimaliza hivyo utakuwa umeweza kusalimika. Lakini hiyo ya kinyonga ni kufunga na kuomba kabisa na kutembea katika hali ya utakatifu. Lakini hiyo nyingine ambayo tumesema ya twiga ni kuomba toba kwa ajili ya nchi yako, ni kuomba toba kwa ajili ya nchi yako. Kama kuna jambo linatokea baya, Bwana aliepushe. Lakini baada ya kuomba hiyo toba, vunja kabisa mpango wote wa ibilisi kwenye ulimwengu wa roho, na baada ya hapo funika nchi yako na mipaka yake na mikoa na wilaya na tarafa na vijiji na vitongoji vyote kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo, na kubatilisha kila ulichokiona kinafanyika juu ya huyo mnyama twiga. Kwa hiyo ukifanya hivyo utaweza kusaidika na utakuwa umeweza kujua maana ya hivi vitu. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba tunapoendelea kuomba, Mungu atakwenda kukupa mwongozo zaidi na atakwenda kukusaidia zaidi. Lakini kama ukiota ndoto hicho chakula unachokula ni chakula kama damu, maanake ni maagano pia. Damu ni ishara ya agano. Damu zote zimebeba agano. Hata damu ya Yesu Kristo imebeba agano. Ukisoma katika kile kitabu cha Walawi sura ya 17 mstari wa 11, inasema damu ina uhai, lakini pia inafanyaga upatanisho kati ya Mungu fulani na mwanadamu. Inaweza ikafanya upatanisho kati ya Mungu aliye hai na mwanadamu, lakini inaweza ikafanya upatanisho kati ya Mungu ambaye ni Mungu wa dunia hii na mwanadamu. Kwa hiyo ukiona katika jambo kama hilo, unakunywa damu, ni mbaya zaidi. Unakula nyama mbichi, ni mbaya zaidi. Yote hayo ni maagano, na inabidi ufanyiwe maombi haraka, uombe, lakini pia utafute watumishi wa Mungu ambao wao wataweza kukuongoza hatua nyingine zaidi za maombi, na utaweza kutoka katika hicho kifungo ambacho umefungwa kwa njia ya chakula au vinywaji. Kwa tunaamini kwa hayo umeweza kujua fasiri ya hizo ndoto. Mungu akubariki sana kwa kututizama mahali popote ulipo, na tunataka tuombe na wewe kidogo kabla hatujahitimisha. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunamweka mtazamaji wetu mikononi mwako. Tunakusihi sasa Roho yako Mtakatifu ampe ufahamu wa kufahamu kuhusu ujumbe huu tulioutoa na fasiri hizi, ili Bwana asichukulie mzaa, ajue kabisa ndoto ni lugha ya rohoni ambayo Mungu unaitumia kusema na yeye. Katika jina la Yesu Kristo ninamfunika kwa moto. Kuanzia sasa ninavunja nguvu za giza. Ikiwa kuna njozi yote iliyota kati ya hizi na inamhuzunisha, inamsumbua, tunaachilia na kumimina damu ya Yesu Kristo hapo alipo anapotusikiliza, ili roho hizo zipate kuharibiwa na kila mpango wa ibilisi juu ya maisha yake upate kuvunjwa. Tunanyunyuza damu ya Yesu kwenye malango ya ndoto, tunanyunyuza damu ya Yesu Kristo juu yake, na kila shauri la giza ambalo limekusudiwa juu yake Bwana halitafanikiwa, bali litaenda kubatilika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu zako Bwana zimshukie hapo alipo, na uwepo wa Roho Mtakatifu kamzingire. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.